Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Innocent Bashungwa ametoa onyo kali kwa baadhi ya wageni watakaoingia nchini wakiwa na nia ovu ya kuhatarisha amani. Serikali haitakuwa na muhali nao. Bashungwa ametoa onyo hilo wakati akiwasilisha makadirio ya bajeti ya wizara yake, ambapo ameomba jumla ya shilingi trilioni 2 bilioni 67,161,717 kwa ajili ya matumizi ya wizara hiyo na taasisi zake kwa mwaka wa fedha wa 2025-26, ambapo amesema kwa wageni wale wachache au kundi watakaopanga kuja nchini kwa nia ovu ya kuhatarisha amani, hatutakuwa na muhali nao. Wageni hawa waovu hawana nafasi hapa nchini kwetu. Naipongeza idara ya uhamiaji kwa kushirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama kwa utimamu wao katika kudhibiti wageni haramu wa aina niliyoitaja. Na wale wageni wanaoingia nchini kwa kibali fulani na wakishaingia kwenye jamii yetu wanafanya mambo ambayo ni kinyume na kibali walichoidhinishiwa wakati wanaingia, wageni hawa ni wahalifu kama wahalifu wengine. Watashughulikiwa kwa mujibu wa sheria. Mheshimiwa Naibu Spika, nawashukuru wananchi wote kwa ujumla na niwasihi tena kujiepusha na vitendo vya uvunjifu wa amani. Natoa wito kwa Watanzania kuwa wazalendo. Tusikubali kwa hali yeyote ile kutumika au kuwa sehemu ya hila ya aina yoyote ya kusaliti nchi yetu. Tuipende nchi yetu mama Tanzania. Hakuna Tanzania nyingine zaidi ya hii tulionayo. Ni wajibu wa kila Mtanzania kushiriki katika ulinzi wa amani na usalama wa nchi yetu. Wakichangia kwenye mjadala huo wa bajeti hiyo, wabunge Ferista Njau, Elibariki Kingu, Joseph Msukuma na Jessica Mtambazavangu wakabainisha haya. Lakini kubwa kuliko yote ni kemea tabia mbaya ambayo watu wanaichukua AI, wanaenda kuleta michezo ya ajabu, wanachora mapicha si mazuri kwa ajili ya kufanya bullying kwa rais wetu Samia Suluhu Hassan. Kama mjumbe wa kamati ya ulinzi na usalama, ninakataa na nakemea kitendo hiki kwa sababu hakikubaliki. Kama viongozi kwenye taifa hili, kwenye Biblia wapo, kwenye msahafu wapo, kwenye Qurani wapo, waheshimiwe. Aheshimiwe rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sio kumfanyia bullying kwa sababu ni mwanamke, eti kwa sababu kawaje. No, ninakataa kitendo hiki kwa sababu si afya kwa taifa letu. Rais wetu yupo eti kwenye mitandao, mara kachorwa katuni hii, mara katuni ile. Nakemea, washindwe na walegee. Kwa kuwa sisi ni wanawake, hatuwezi haturuhusu tukio hili liendelee kwa tena. Wasijenge mazoea, wakome. Wasijenge mazoea, kwa sababu wakijenga mazoea, Mheshimiwa Mwenyekiti, watazoea kidogo kidogo, baadaye tutaona wameingia chumbani, watoke. Na hawa wenzetu wamekuja kutoka Kenya, tuwaombe, na wao wanaangalia bunge hili. Sisi Tanzania hatuna cha kujifunza Kenya. Hatuna hata kimoja cha kujifunza. Tunawazidi siasa, tunawazidi akili, tunawazidi kila kitu. Na wala swala la Kiingereza sisi sio kipaumbele. Tuna maisha yetu. Kwa hiyo niwaombe sana vyombo vya ulinzi na usalama, msikubali kuruhusu watu hao waje watuharibie nchi yetu. Niwaombe sana. Huyo sijui Mwangwa, sijui Mwangi na Mazakarua ndo vinara wa Gen Z kule. Wameharibu nchi yao, wamewekwa na ndani. Wametoka kule wamekuja tena Tanzania. Tunawaomba wa Kenya, hatuna ugomvi na wa Kenya wa kawaida. Tuna ugomvi na wanaharakati. Na sisi tuko tayari kupambana nao majukwani. Niwaombe sana wa Kenya, tunafanya nao biashara, tunafanya mambo mengi ya kiuchumi.
marais yetu wanaheshimiana, waje Tanzania kuja kujifunza, waje Tanzania kuja kutalii, lakini niwaombe wasije kutujaribu. Na mimi kama mbunge niwaombe vyombo vyetu vya ulinzi na usalama, najua mnapitia wakati mgumu. Saa nyingine na sisi tunawasema, lakini zibeni masikio. Nadhani jeshini huwa hamfundishi siasa, fanyeni kazi yenu. Kama mtu anatuchokoza, si tunahitaji kuendelea kuniga tai, hatutaki kinuke. Tunaomba tuwakumbushe majirani zetu wa Kenya na mataifa mengine, na hili tunazungumza kutoka kwenye bunge, chombo kilicho huru cha kikatiba. Tunawaonya sana wanaharakati wanaofikiri ya kwamba taifa hili ni choo, kila mtu anaweza kwenda kujisaidia na kutoka. Nataka niwaambie kwa viongozi walioko madarakani na sisi vijana ambao tutakuja kukabidhiwa taifa hili, hakuna kiumbe chochote kitaweza kuligawa taifa hili. Hili ni onyo kutoka kwa Watanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, nataka nikwambie sisi wa Tanzania tunampenda Rais Ruto wa Kenya. Sisi wa Tanzania tunampenda Rais Yoweri Museveni wa Uganda. Sisi wa Tanzania tunampenda Paulo Kagame wa Rwanda. Sisi wa Tanzania tunampenda rais wa Burundi, tunampenda rais wa Kongo na mataifa yote ya Sudani na Somalia. Sisi wa Tanzania hatuna chokochoko, ila ninawaonya majirani zetu, they should never dare again. Wasije tena. Ninatoa onyo kwa niaba ya wabunge wenzangu, ninatoa onyo kwa vibaraka wanaokubali kutumika kwenye mataifa yao. Tanzania sio mahali salama kwao. Kwa hiyo wakati mwingine unapomkuta mama mtu mzima, msomi aliyesoma sheria, anaondoka kwake, anapanda na nauli, bahati mbaya ukimwangalia uso wake hauna matumaini. Ukimwangalia uso ule, sijui ni mkologo umedunda, sijui ni alisahau kupaka poda, anakuja kutuchonganisha. Ile sio hali ya kawaida. Na walichokifanya askari wetu ni kumdhibiti, kwa sababu kishaona mtu akili yake haifanyi kazi vizuri, unamsaidia kumdhibiti. Hivi karibuni baadhi ya wanaharakati wakiongozwa na mwanasheria Martha Karua kutoka nchini Kenya walizuiliwa kuingia nchini kutokana na kile walichodai kutaka kusikiliza kesi ya mwanasheria wa upinzani Tundu Lissu. Kutoka hapa bungeni jijini Dodoma, John Israeli wa Banda Media.